Bazalendo wanaingia, bazalendo wanaingia Muvira, bazalendo njoo hapa. Hapa ni wazalendo ndio banakuya sasa. Naam, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, hiki ni kituo cha habari Reality Mambo TV. Matumaini kwamba wewe u salama kabisa, na hivyo nimekusalimu kabisa. Ajalishi unapatikana wilayani Afrika Mashariki mwake DRC, ndiko ambako sisi tunakuweza kupatikana kituo hiki cha habari. Wilayani Umarekani, ajalishi unaweza kawa huko Ulaya, Oceania, Asia na maeneo mengine katika ulimwengu mzima, na mimi ni kwangu tu kukupasha habari ambayo inazidi kuendelea, hususan zaidi mashariki mwake DRC, Kivu ya Kusini, katika tarafa la Uvira na Fizi. Ila ninakuomba kuungana nami mwanzo hadi mwisho, hata kwa kuweza kujiunga nami katika maeneo ya hapo chini ya video wanaandika subscribe au sabone, ili kwamba upate habari zetu mapema na katika muda mwafaka. Ni kwangu mimi kukupasha na wewe kunifuatilia mwanzo hadi mwisho, na kuweza hata kuwagawia watu wengine ili nao wafaidie kama jinsi unavyoweza kufaidia. Leo ni tariki 18 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Ni kwangu mimi kukupasha ni uweze kukuonyesha kabisa katika hali inayoendelea mashariki mwake DRC. Acha nikuambie mara moja kabisa ikiwa hivi. Mashariki mwake DRC, Kivu ya Kusini, hususan katika tarafa la Uvira na Fizi. Nikupashe hali ya usalama mashariki mwake DRC imekuwa chanzo ya wasiwasi mkubwa na kuweza kuonyesha hali isiyokuwa nzuri kati ya wakahaji ambao wanakaa mashariki mwake DRC, hususan Kivu ya Kusini. Waasi wa FCM23 waliweza kuripotiwa hapo jana kuweza kuondoka katika mji wa Uvira na kujielekeza katika maeneo isiyojulikana, na hivyo wakipitia njia ya bonde la Ruzizi. Hali ambayo imeonyesha kuporwa kwa watu katika mji wa Uvira imekuwa jambo ambalo limerudisha wengi nyuma na wengine hata kufadhaika, kitu ambacho kiliuma na kuweza hata kuonyesha hali isiyokuwa nzuri na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi. Wakati walikuwa wanaondoka hapo jana na kuweza tena kuonekana zingine gari kadha wa kadha za waasi wa FCM23 kuweza kuingia katika mji wa Uvira, jambo ambalo liliweza kutatanisha na kuweza kuonyesha hali ambayo isiyowezekana na kuweza kuchanganya katika hali kubwa hadi kukosa hata jibu lililo sahihi kwa hao waasi wa FCM23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Si jambo geni kwa hao waasi kuweza kupora katika maeneo ambao wanaweza kushika, kama vile tu likiweza kulinganishwa na hali ambayo iliweza kutokea wakati ambako wangali wanashika mji wa Goma na kuweza kuripotiwa pia uwizi ambao uliweza kufanyika katika maeneo huko, na hata kabisa kuweza kupeleka mambo yote ambao waliweza kuyapora katika nchi ya Rwanda iliyo pembezoni zaidi na uko katika mji wa Goma. Lakini ripoti zinazidi kutuonyesha ya kwamba katika usiku wa jana kuamkia leo tariki 18 limeweza kuonyesha ya kwamba watu katika mji wa Uvira waliweza kulala katika hali ya wasiwasi kabisa na kutokuwa na amani kwa sababu ya hao waasi wa FCM23, lakini hivyo kuripotiwa kuondoka. Lakini ilipofika leo Jumapili tariki 18 mwezi huu wa kwanza mwaka 2026, wazalendo na jeshi la FARDC limeweza kuonekana katika mji wa Uvira ikiwa katika shangwe na vigelegele vya wakahaji katika maeneo hayo. Ni kitu ambacho kiliweza kuonyesha furaha kubwa sana kuondoka kwa waasi wa FCM23 katika maeneo ya Uvira, ikilinganishwa na jambo la kuonyesha kwamba uwepo wa waasi wa FCM23 katika maeneo ya Uvira haukukuwa unapendwa kabisa na wakahaji katika maeneo hayo. Nikumbusha kwamba kutokana na vyanzo vya habari vimeweza kuonyesha katika namna moja au nyingine ya kwamba wazalendo na jeshi la FARDC
liliweza kuingia asubuhi hii ikiwa saa 1 na hivyo kuweza kuingia kwa ujasiri na kuweza kuonyesha shangwe kubwa na milio ya risasi kuweza kusikika katika maeneo hayo katika mji wa Uvira, na hivyo kuweza kuonekana katika kata tofauti mjini Uvira. Jambo limefurahisha wengi na kufanya wakaaji kwenda kuwapokea wazalendo, kuwashangilia kwa hali kubwa sana na kuonyesha furaha iliyo juu, kuona ya kwamba ujio wa wazalendo na jeshi la FARDC katika mji wa Uvira ni kitu muhimu, na kuweza kukombolewa kwao ni kama vile tu walikuwa katika kifungo cha waasi hao wa FCM 23. Vyanzo vya habari katika hali ya tofauti kuweza kuonyesha na video ambazo zinazidi kuonyesha shangwe kubwa kwao wakahaji katika maeneo hayo, haijalishi kuporo kwao na katika maisha ambayo walikuwa wako nayo na waasi hao wa FCM 23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda. Shangwe na vigelegele katika mji wa Uvira umeweza kuonekana na kutopakaa katika maeneo mengine, na hivyo hata kuambukiza katika maeneo mengine furaha hiyo. Lakini shangwe na vigelegele vinazidi kuonekana na kuonyeshwa hata jinsi inavyokuwa. Bazalendo wanaingia, bazalendo wanaingia, bazalendo wanaingia Muvira, bazalendo njoo hapa, njoo hapa. Njoo hapo bazalendo. Ndio bazalendo wanaingia, bazalendo wanaingia, banashukia, banatokea milimani hivi deja banakuwa mbalabala. Hapa ni Kalmabenge Uvira, Kalmabenge Uvira, Kalmabenge Uvira. Bazalendo wanaingia, banaingia kabisa, banaingia, batoto wanaingia mumungini, banashukia, banatokea milimani deja banakuwa mumungini, banakuwa mubalabala murute nationale numero 5 hapa Kalmabenge Kuporo, banashuka mpaka Mulongwe. Leo dala 0 mama amuziki na wasi.
waka. Okay. Oro walacha wazi. Wale watu wanashangilia. Oro iko wazi kabisa. Wale watu wanashangilia na mamiti. Mbona ya maporo haya saa hizi? Na munane ya mwezi wa kwanza 2026 siku ya Mungu. Hapa ni ku frontiere hapa. Batu banafurahi sana kusikia M23 inatoka frontiere hiyo batu banatoka batu biko banatoka bakubeba banabeba na sie tuko huru hapa. Batu bamoya banaanza kunywa makanyanga na vingine ndio kwa walikuwa wanaikala hapa. Hao watu yote banafurahi sana sie tulikuya tu kuhakikisha tuangalie kama ni ukweli. Nipige video. M23 naenda. Yesu. M23 naenda baba. Ndio wakati yetu sasa. Shangwe, nderemo na vigelegele katika mji wa Uvira umeweza kutanda kabisa. Lakini jambo lingine la kuongeza ni kwamba popote pale ambako kabila la Kinyarwanda lilikuwa linapatikana katika mji wa Uvira liliweza pia nalo kuondoka kutoka maeneo hayo kwa sababu ya kuhofia hali ya usalama, kitu ambacho kinaweza kulinganishwa na kuonyesha kwamba ulikuwa nyuma ya waasi hao wa FCM 23, jambo ambalo liliweza kuonyesha wao kuweza kuondoka makao yao kamilifu ambao walikuwa hapo katika mji wa Uvira na kujielekeza kuwafuata hao waasi wa FCM 23. Lakini ni kuonyeshe ambavyo vyanzo vya habari vinavyoweza kuonyesha zaidi, na katika kijiji cha Mboko ikiwa tarafani Fizi, Kivu ya Kusini. Hivyo shangwe hiyo imeambukiza sana hata katika maeneo ya Mboko katika kijiji hicho na kuweza kuonyesha furaha kubwa, kwa maana waasi wa FCM 23 wameweza kuondoka katika maeneo ya Uvira ambako walikuwa wanashika. Jambo la kushika la waasi wa FCM 23 katika maeneo ya Uvira ilileta wasiwasi mkubwa hata katika tarafa la Fizi, ambalo ni tarafa lililo pembezoni kabisa na tarafa la Uvira. Yani ilikuwa tarafa kutoka tarafa Uvira ni tarafa ya Fizi, kitu ambacho kiliwafanya hata wengine kuweza kuondoka katika tarafa la Fizi kujielekeza hata nchi jirani ikiwa Burundi. Jambo la kufurahisha na kuweza kaleta shangwe kubwa katika kijiji cha Mboko, na hivyo pia nao wakiweza kabisa kushangilia na kuweza kuonekana hata hivi.
shida. Ndio fete wanafete M23 kutoka Muvira hii hapa Mbogo. Ndio foli watu wanafanya ya M23 kutoka. Basi nikupashe kukuonyesha ambukizo ambalo linazidi kuendelea la furaha ambayo iliyo katika mji wa Uvira. Nikuonyeshe hata vijiji kadha wa kadha katika tarafa la Fizi pia vimeweza kabisa kuambukizwa furaha hiyo. Wakahaji au wananchi katika maeneo tofauti tarafani Uvira na Fizi ikiweza kuonyesha shangwe kubwa, lakini pia mkuu wa wazalendo mzee Amuri William Yakutumba ameweza pia kuonyesha furaha yake akiwa pamoja na wananchi wakihimba pamoja, na hivyo kuweza kumwangiwa hata unga wa kuonyesha furaha kubwa, na jambo ambalo linazidi kupongeza. Hiyo ni asili zaidi, hususan mashariki mwake DRC, niseme zaidi ikiwa tarafani Fizi, Uvira, ambako wanakoweza kumwangia mtu unga na kuonyesha hali ya kuweza kumpongeza akiwa pamoja. Lakini kutokana na vyanzo vya habari vinaweza kuonyesha maeneo hayo imeweza kuwa ni maeneo ya Mukera ikiwa juu kabisa ya Fizi. Niweze kukumbusha kwamba hayo yote ikiwa tu sababu ya kwamba waasi wa FCM 23 wameweza kuondoka katika mji wa Uvira.
Basi baada ya mlio huo, ujue kwamba tumefika tamati ya kipindi hiki. Ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo hiki cha habari. Hii ni Reality Mambo TV. Imekupasha habari kutoka mashariki mwa DRC, hususan Kivu ya Kusini. Uwe nami katika vipindi vingine ili nipate kukujia hali ambayo inazidi kuendelea na kukupasha mengi. Ungana nami hata pia kwa kubonyeza hapo chini subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema. Uwe wangu tu wa kunisikiliza na mimi ni wako tu wa kukupasha. Tutakutana tena ikiwa hata wakati mwingine. Asante.